kurudi nyumbani. Lakini hawa Baba umewaficha, na sasa wakati ambapo wanajiandaa kwenda nyumbani, watakapokuwa wakirudi graduate, Bwana Baba ukazidi kuwalinda na kuwahifadhi, ukazidi kuweka neno lako ndani yao Mfalme, maana peke yao bila wewe hawawezi Baba. Wacha ukazidi kuwafundisha neno lako, na ukazidi kutembea pamoja na wao, ukaweke tamanio lako ndani yao Baba, wazidi kukuabudu na kukuinua, wakazidi kutangaza neno lako Jehova, kama vile wewe ulizidi kusimama pamoja na wao. Wasitoke mahali hapa Baba wakachoka na wewe, wakaona kana kwamba wewe hauna maana tena Mfalme. Ukawashikilie Bwana, ukawaficha katika damu yako, ni kwa sababu unastahili Baba. Hata wagonjwa hospitalini Bwana Baba tunawakumbuka mchana wa leo, kila mmoja Baba wewe unajua maumivu na machungu anayoyapitia. Wacha ukanyoshe tu mkono wako uponyaji Baba mchana wa leo, katika madawa na mashindano Baba, ukawaponya, ukaweke shuhuda katika vinywa vyao, na sifa na utukufu zitakurudia Mungu na Baba yangu, ni kwa sababu ni wewe peke yako. Wewe ambao uliweza kutenda kwa Ayubu Baba, hakuna jambo lililo ngumu mbele zako. Ukatenda kwa Ana, ukatenda kwa Sara, ukatenda kwa Samueli, Mungu wa Israeli. Baba ninakupa sifa, ninakupa ibada. Tazama mbele yetu kuna sadaka na kuna fungu la 10 Bwana, ambao watu wako wametoa katika nyumba yako Mfalme, sadaka ya kujipendea Roho Mtakatifu. Wacha ukaibariki Mungu wa Israeli, tunaibarikisha mbele zako Mfalme. Wametoa kwa moyo wa upendo na moyo wa kunyenyekea Baba, mahali ambapo zimetoka Bwana Baba ukarejeshe zaidi na zaidi, na hizi ambazo wamezitoa Baba, itakapokuwa ikifanya kazi katika nyumba yako Baba, wao wakabarikiwe. Itakapokuwa ikifanya kazi katika nyumba yako, wao wakainuliwe katika biashara yao, katika mashamba yao, katika mifugo yao Baba, ukawainue Roho Mtakatifu, wasipungukiwe na kitu chochote Bwana. Wanapokuita katika shida zao Baba, wacha ukaitike na kuwaona kwa macho ya huruma, kwa macho ya upendo, kama vile umesema wewe ni baba wa yatima na wewe ni mume wa wajane. Onekanie watu wako Jehova, ni kwa sababu unastahili sifa, unastahili ibada. Wamefanya kama vile umesema katika neno lako, na wao wametimiza Roho Mtakatifu. Pokea sifa na shukrani kwa sababu ni zako, na ni katika jina la mwanao Bwana wetu Yesu Kristo Baba tumeomba na tena tunashukuru. Tuombe kwa sababu ya mnenaji. Baba, katika jina la Yesu, Jehova mtakatifu, Mungu na Baba yangu, mara tena tumerudi mbele zako Bwana. Tumesikia kila chochote kile Bwana, tumeimba, tumesifu, tumesikia shuhuda mbalimbali Bwana, na sasa mara tena imefika wakati wa kwenda kusikia neno lako Baba. Tunataka kwenda kulishwa kutoka kwako Mfalme. Baba, ukatutakaze, ukatusafishe kwa damu ya Yesu Kristo, ili neno lako litakapokuwa likiachiliwa mahali hapa Bwana Baba, tukaweze kusikia na ikakae ndani yetu, ikafanye kazi, ikafanye mapenzi yako Bwana, tukatende sawa sawa na vile neno lako limesema, tukafanye mapenzi yako Mfalme, na sifa na utukufu zitakurudia. Mnenaji atakapokuwa akisimama Bwana, yale ambayo ameandaa kwa sababu yetu Bwana, wacha ukamsaidie Roho Mtakatifu, ukasimame pamoja na yeye, na sifa na utukufu zitakurudia. Na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na tena tunashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni taracha ya kuvuka mto ukitaka kuona ng'ambo ya pili, njoo kwake Yesu uokolewe. Njoo kwake Yesu uokolewe. Yesu ni taracha ya kuvuka mto ukitaka kuona ng'ambo ya pili, njoo kwake Yesu uokolewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usalimie tu mwenzako ambaye amekukaribia, umsalimie, umwambie karibu kwenye ibada katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ninajua kwamba mimi nina furaha.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru Bwana sana, na siku ya leo ni siku njema ambao Bwana amekuwa pamoja nasi. Katika mawimbi haya watu wengi hutereza. Bwana pesifa. Na katika safari ya wokovu kuna mambo mengi ambayo tunapitia, hadi inafika mahali mtu anaona kana kwamba siwezi nikaendelea na safari. Bwana pesifa. Ni wengi walijaribu katika safari ikawa nzito. Bwana pesifa. Ninashukuru kwa sababu hata Yesu mwenyewe wakati aliona ya kwamba wakati umefika, Biblia inasema alipopanda kwenye mlima akiomba, alifika mahali pale kwenye mlima akaona ya kwamba Bwana Yesu apesifa, yeye peke yake hawezi. Wakati alipiga magoti akiomba, akimwambia Bwana, sasa saa imefika, alisikia ndani yake kabisa siwezi. Akamwambia Bwana, sasa kama ni mapenzi yako nikunywe hiki kikombe, sasa Bwana na nikunywe, lakini kama sio hivyo afadhali ingesimama. Bwana apesifa. Kwa sababu safari ya wokovu wakati mwingi huwa inakuwa mzito, na wengi wao ushindwa kwa sababu ni lazima upambane, ni lazima upite katika mlima, ni lazima upite kwenye matope, ni lazima wakati mwingine uende kwa kanisa hata ukiwa nguo yako haijang'ara. Ni kwa sababu ni mtihani tu. Sio Bwana ati hawezi akakupea pesa, sio Bwana ati hawezi akakupatia mavazi mazuri, lakini kuna mtihani anataka ajitukuze. Bwana Yesu apewe sifa. Na unajua Bwana hawezi akajitukuza, hawezi akajitukuza kama ijapokuwa wewe utakubali kutii na kutulia mpaka hiyo mambo yaishe, ama hata hiyo majaribu yaishe, ndipo utaweza kuona ushindi wa Bwana. Haleluya. Leo neno letu la leo tunaenda kujifunza kuhusu kichwa cha ujumbe wetu. Tutajifunza kutoka katika kitabu cha Mathayo. Bwana apewe sifa. Sasa nitakuwa nikileta kichwa cha ujumbe wetu, kitakuwa kinasimama na neno. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe tutakuwa tunaweka ni neno, kichwa cha ujumbe wetu. Kichwa cha ujumbe wetu tutatoa katika kitabu cha Mathayo 26. Mathayo 26 mstari wa 25. Damu yake iwe juu yetu. Mathayo 26 mstari wa 25. Kama unaandika uandika hapo, damu yake iwe juu yetu. Huo ujumbe ambapo inasema damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, kuna watu walichukulia kuwa kawaida. Kuna watu walichukulia damu ya Yesu kukuwa ni kawaida kwao, na ndipo wakafanya viapo vingi na wakafanya kukakuwa na kitu kama laana, kwa sababu ya kuchukulia damu ya mwana kondoo, damu iliyo takatifu, wakaichukulia mzaa na wakaifanya iwe laana juu ya maisha yetu. Damu ya Yesu Kristo ilifaa ifanyike kuwa karama kwetu, ilifaa ifanyike kuwa msaada kwetu ya ondoleo la dhambi, lakini kwa wengine ilifanyika kuwa laana juu yao na watoto wao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini damu ya Yesu ikakuwa laana juu yao na juu ya watoto yao? Ukisoma hiyo neno la Bwana, ukisoma neno la Bwana vizuri, uanze pale nyuma kidogo kuanzia 24 ama 23. Utapata Biblia inasema ya kwamba naye wakaweza kumpika Yesu. Naye kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ndiye kuhani wakati huo.
Huyo kuhani akasema ya kwamba kwa nini Yesu asulubiwe na hana kosa lolote, lakini makuhani waliokuwa wanasimamia wakasema ya kwamba wacha wawe hiyo damu yake, wacha iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Tuache twende mahali pale tukasome dakika moja tunapoendelea, tunapoingia kwa ujumbe wetu wa siku ya leo katika jina la Yesu. Unajua kuna mambo tunayafanya na wenda atakuja kufanyika hasara ama atakuja kufanyika uchungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hapo hiyo fasi iko katika kitabu cha Mathayo 27, pole kama umeandika 26, ni 27 hiyo 25 peke yake. 25 inasema hivi, ukiwa umefika pale katika Biblia yangu inasema hivi, watu wote wakasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wote wenye walikuwa wamejitayarisha kwenda kumsulubisha Yesu wakasema kwa kiapo na kwa nguvu sana ya kwamba damu ya huyo mwanakondoo wacha ikakuwe juu yetu na juu ya vizazi vyetu na juu ya watoto wetu, kwa sababu ndani yao walikuwa wameamua lazima watamuua Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Mipango waliokuwa nayo na nia waliokuwa nayo ni lazima wamsulubishe Yesu. Leo kuna Mkristo amemrudisha Yesu msalabani. Leo kuna mtu aliitwa katika kazi ya Bwana lakini amerudisha Yesu msalabani. Uliitwa kwa ajili ya kumtumikia Bwana lakini umekataa, umemrudisha Yesu msalabani. Umehesabu damu ya Yesu ilikuwa bure. Uliitwa kama kuhani lakini siku ya leo uliwachana na uchungaji. Damu ya Yesu imekuwa bure. Imehesabika kuwa hasara katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Hiyo damu ya Yesu umeifanya imehesabika kuwa hasara. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu imehesabika kuwa hasara, basi inaonyesha kwamba basi utalipia. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, kama Yesu amekuchagua, hata ukijaribu kutoroka, utatoroka hadi siku za uzee. Kama ulikuwa umechaguliwa, utatoroka hadi siku zako zote, lakini hazitamalizika kabla hujafanya kazi ambayo uliitiwa. Lakini utaifanya kwa uzuri, utaifanya kwa uchungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaifanya kwa uchungu, ni kwa sababu wewe ulikataa wakati uliofaa, kwa hivyo utafanya wakati usiofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka tujifunze, kuna vitu ambazo tumekuwa tukiendelea katika maombi ya toba. Mahali hapa tumekuwa tukitubu na tukiuliza Bwana, basi Bwana tufanye aje? Basi Bwana tutatenda nini? Na wakati Bwana alituambia tuingie kwenye toba, niliwaambia kwamba kuna mtu Bwana alimkataa asikue kwenye toba. Niliwaambia Sunday. Niliwaambia tulianza toba, imeenda mwezi mmoja na kuna mtu hajaweza kwenda Sunday 3. Kuna mtu hajaweza kwenda Sunday 2. Kuna mtu hakuweza kwa sababu kuna madhabahu fulani ambao usimama mbele yako, na hiyo madhabahu wakati imesimama huwa inaweka ukuta usiweze kuondoka. Wakati imejua ya kwamba tumeingia kwenye toba, inajua toba ndio tu njia ya kujifungua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua toba ndio connection yako wewe na Mungu. Na basi ukifanya toba, wewe una connect na Mungu. Na basi ukiconnect na Mungu, Mungu anakusaidia kukatakata kila laini ambazo shetani alikuwa amefunga kwako. Na kwa hivyo shetani anajua, ya kwanza ulikata, ya pili anafunga. Anasema huyu mtu afadhali nimpe shughuli akae nyumbani. Huyo mtu afadhali nimpe shughuli aende huduma nyingine. Huyo mtu afadhali nimpe shughuli asafiri ili asimalize, kwa sababu akimaliza atafanikiwa. Na hivyo ndio umefanya. Na hivyo ndivyo tumefanya. Tumefungwa ili tusimalize hiyo toba ambayo Bwana aliagiza. Baada ya hapo itakuwa ni kifunguo wasi. Umefunguliwa, tumeshindwa kuimaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuja nikwambia hapa siku moja, Biblia inasema hivi, strings utapunguzia kidogo tu.
Haleluya. Biblia inasema hivi ya kwamba kuna mtu alikuwa na magonjwa, alikuwa anatolewa kwa kijiji, anakuja kutupwa katika shimo. Biblia inatuambia kwamba hilo shimo lilikuwa na maji, ilikuwa ukitupwa unatakasika dhambi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia vizuri ya kwamba ule mtu siku ya kwanza akatumbukia kwa maji, akasamewa dhambi zake kutokana na familia yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ikawa ya kwamba akajitayarisha tena, next time nitaingia kwenye maji. Akakuja mapema, akaruka kwa maji, akajidisconnect na hiyo madhabahu iliyokuwa inamletea shida ya mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa akasema nitaenda hii siku ya mwisho ili niweze kupona, hii miguu yangu nianze kutembea. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba shetani mwenyewe akakuja kumuinua kwa hizo vitu, kwa hiyo kiti, na akamuingiza, akamuuliza wewe ni nani? Mimi ni shetani. Kwa nini leo wewe ni shetani na ukanisaidia? Akamwambia nimekusaidia kwa sababu nilijua mara ya kwanza wakati ulianguka. Sasa alianza kumpambanulia dhambi fulani ziliondolewa, na mara ya pili fulani zikaondolewa, na leo kama ungeanguka kwa hiyo maji ungetembea na hicho kijiji chote kingekombolewa dhambi. Na hiyo ndio kitu sikukuwa ninataka, ndio maana nilikuinua ili usiingie kwa hiyo maji. Kwa hivyo sasa yeye akatembea, lakini wanakijiji wakabaki kwenye dhambi, kwa sababu milango ile fence alikuwa amewekewa. Wakati alianguka mara ya kwanza ilikatika, ya pili ikakatika, lakini ya tatu shetani akajua hii ikikatika mji umekombolewa. Akakuja akaonekana kama anamsaidia ili hiyo fence ipaki kukua mahali pale, wanakijiji wasikombolewe. Sasa angefanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Angeweza kuwasaidia tena, angeweza kurudi tena anguke ili wakombolewe. Tukenye kilikuwa kinafanya aende anguke mara ya pili ili miguu yake ipone na atembee, na sasa ametembea. Kwa hivyo hawezi akarudi akaanguka tena. Na ndipo wakati mwingi ninawaambia, wakati tunaingia kwa maombi ya toba, wakati tunaingia katika vita vya kiroho, kuna mambo unaangusha tu kiroho. Katika anga kiroho kuna ukuta unagonga umeangusha. Sasa niliwaambia kwamba ule adui ambaye amesimama kwa maisha yake anakaanga kama watchman. Akikaa hivi asinzie, panga ianguke, bunduki ianguke. Wakati atastuka hivi kwa usingizi, anamganga ameshika bunduki na kuangalia, kule kumevunjwa hapana, hapa kumevunjwa hapana. Kwa sababu hiyo ndio kazi ameandikiwa. Naye shetani hivi anaganga, anakuchunga. Hata ukienda wapi anakuanga na wewe. Anasema huyu mtu atafunguliwa. Sasa wewe ili ufunguliwe ni lazima ukubali kutafuta Bwana, ili hizo vifungo sianguke. Lakini si rahisi sianguke. Bwana Yesu apewe sifa. Si rahisi sianguke kama utakataa. Ni wewe utaamua kama unataka sianguke. Ukitaka sianguke sitaanguka, lakini ukitaka uishi nazo utaishi nazo, kwa sababu hiyo ni njia ama ni uwezo wako wewe kusikatakata na kusiharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio Bwana akasema ya kwamba kwa sababu kuna nadhiri mliweka na hamkuweza kuitimiza, muitimize siku ya leo. Ndio Bwana anasema. Tuangalie kitabu cha, tunaingia sasa Hesabu 15. Na tutoke hapo sasa, ukiingia hapo tulia pale 15. Hesabu 15. Wanafunzi wetu Bwana wabariki sana. Tutaomba na nyinyi kwa muda sio mrefu, kwa sababu kulingana na vile Bwana amewatendea. Ni wengi walikuja kwa hii kanisa wakiwa wanafunzi, lakini hata hatujui walitoka lini. Kwa hivyo tutawaombea katika jina la Yesu, tutawanenea baraka ikakuwe juu ya maisha yenu katika jina la Yesu. Tunaposoma katika hicho kitabu, katika kitabu cha Hesabu 15 mstari wake ni wa kwanza, inasema hivi: Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, waambie Waisraeli kwamba mtakapofika katika nchi ninayowapeni, ambamo mtaishi,
mkanitolee mimi Mwenyezi Mungu sadaka kutoka katika mifuko yenu, sadaka kuteketezwa au dhabihu, ili mtu atimize nadhiri aliyoweka. Bwana Yesu apewe sifa. Ati utatoa sadaka kutoka kwenye mifuko yako. Katika Amplified neno inasema hivyo, na King James. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ya kwamba mutanitolea sadaka mutakapofika mahali ambapo nimewaahidi kufika, mutakapofika mahali mutakapotulia, mahali ambapo nilitaka mufike. Hivyo sadaka mutoe kutoka kwenye mifuko yenu, ama mahali pengine nasema kwamba mutoe kutoka kwenye mashamba zenu na munipatie, ili kutimiza nadhiri ambayo mulikuwa mumeiweka, kwa sababu kuna nadhiri tuliweka na hatukuitimiza. Bwana Yesu apewe sifa. Wenda unatania kwamba kila kitu ni rahisi sana. Kuna nadhiri uliweka lakini haukuitimiza, na hiyo nadhiri ndio Bwana anauliza ya kwamba angetaka wewe uweze kuwa umeikamilisha. Bwana angetamani hiyo nadhiri uwe umeweza kuitimiza, na anasema kwa sababu hamkuitimiza, ni kumaanisha kwamba hamkuitimiza kwa sababu nchi yenye mlikuwa haikuwa na mazao ya kutosha. Lakini sasa nchi ambayo nimewaleta ni nchi ambayo iko na utele. Basi sasa hapa mtimize, mtoe sadaka kutoka mifuko yenu, ingine kutoka kwenye mashamba yenu. Tukiendelea pale chini nasema ati sadaka kuteketeza au dhabihu, ili mtu atimize nadhiri aliyoweka, au wakati wa siku kuu zenu zilizowekwa, na kufanya harufu nzuri ya kunipendeza mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu tamanio lake ama ombi la moyo wake ni ya kwamba kuna vitu tulikosa kusifanya, kwa sababu tuliangalia tukaona wenda hatuna fedha, tuliangalia tukaona hatuna chochote, tuliangalia tukaona mashamba zetu hasina kitu. Lakini Bwana anasema mfanyeni hivi, toeni mkasilete kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mtaketi, hiyo mashamba ikitoa nafaka, mleteni mpaka kwangu. Ikitoa mizabibu, leteni kwangu. Na hata mkiwa na pesa, yani mkiwa na sadaka kutoka kwenye mifuko zenu, ileteni kwangu. Wewe ukiwa na nafasi utaendelea hiyo yote. Mimi ninaruka, tusome 17. Mwenyezi Mungu 17 nasema Mwenyezi Mungu alimwambia Mose waeleze Waisraeli kwamba wakati watakapoingia katika nchi ninayowapeleka, kila mtakapokula mazao ya nchi hiyo, mtatenga kiasi fulani na kunipa mimi Mwenyezi Mungu. 20 nasema mtakapooka mkate wa kwanza wa mazao ya kwanza ya nafaka, mahali pa kupuria nafaka, mtanitolea mimi Mwenyezi Mungu sadaka hii maalum katika vizazi vyenu vyote vichapo. Bwana Yesu apewe sifa. Adila sadaka ambaye ninataka munitolee, mkate wa kwanza. Hiyo ndio watu naibia. Jesus is the way. Hapo ndio kwanza watu nakosea. Mkate wa kwanza ambao mnapata kutoka katika mashamba yenu, munipatie kwanza. Kutoka katika mahali ambapo
mulifanyia mavuno, yani mahali ambapo mulikusanya mali zenu, ile ya kwanza muniletee. Ikafanyika kuwa sadaka. Na akasema na hiyo isiwe tu kwenu peke yake, nimetangaza kwenu kwa vizazi vyenu na hata vizazi vyenu vingine vichazo. Bwana Yesu apewe sifa. Inamaanisha sasa sio kwa vizazi hivi tu, sio kwangu mimi na wewe peke yetu, lakini inamaanisha kwangu mimi na wewe, kwa watoto wetu na hata kwa watoto wa watoto wetu, yaani vizazi na vizazi na vizazi vingine vichazo zenye zitakuja nyuma yetu. Wajue ya kwamba kila cha kwanza tumpatie Bwana, kila tutakachopata cha kwanza tumpatie Bwana. Haleluya. Ukisoma katika tafsiri nyingine itawaambia kwamba ikiwa ni ng'ombe, ikiwa ni mbuzi, ikiwa ni shamba, kila kitu ambacho ni cha kwanza tutenge sehemu. Hajasema mniletee yote, amesema tenga sehemu. Kusema tenga sehemu inamaanisha ya kwamba ni wewe utachagua ya kwamba kiwango hii nitampatia Bwana na kiwango hii nitafanyia shughuli zangu. Bwana anasema mkifanya hivyo mtagusa moyo wangu, na basi moyo wangu nitawabariki, basi moyo wangu nitawainua, basi moyo wangu utaachilia baraka. Lakini basi kwa nini wakati mwingi tunapata ya kwamba tunakuwa ngumu kupokea baraka? Wakati unashindwa kuachilia baraka kutoka kwa mikono yako, hivyo ndivyo inakuanga ngumu na wewe kupokea baraka kutoka nje. Tunaweza peziba. Wakati unakuwa mgumu kuachilia fungu la 10 kwa Bwana, hivyo ndivyo Bwana naye anakuwa mgumu kuachilia fedha ziingie kwenye mikono yako. Haleluya. Kile inavyokuwa ngumu kuongelesha Bwana, hivyo ndivyo inakuwa ngumu naye Bwana kukuongelesha wewe. Kile inavyokuwa ngumu kuvumilia kwa Bwana, naye Bwana anashindwa kuvumilia kwako. Biblia inasema vizuri katika kitabu cha Mathayo ya kwamba ikiwa mtu, hata tulisoma sana, ikiwa mtu atashindwa kubeba mzigo wake mwenyewe, inasema mtu kama atashindwa kubeba msalaba wake mwenyewe anifai mimi. Sio mimi nimesema, Yesu amesema kama tutashindwa kubeba msalaba wetu, basi mbele sa Bwana atufai chochote kwa Bwana. Na kitu kingine, acha nikwambie mtu wa Mungu, Mungu hapendi mtu wa kulalamika. Siku moja tulifunzwa hapa na Pastor K, akatuambia ya kwamba ijapokuwa majaribu ni mengi, lakini majaribu ni chakula ya ule mwenye ameamini na mwenye ameokoka. Bwana Yesu apewe. Kama utaogopa majaribu, basi na wewe na Mungu mko mbali. Sio naita Mungu siku moja, ukiita Mungu hata mwaka haijaisha unaanza kulalamika. Biblia inasema ya kwamba naye Elisha alikaa mbele za Bwana miaka 3.5 akiomba mvua isinyeshe. Na ndipo miaka 3.5 mvua haikuweza kunyesha kwa sababu kuna kitu alikuwa amefanya. Atoki mbele za Bwana, kila wakati ako mbele za Bwana. Lakini wakiomba leo unatarajia Sunday hiyo imetendeka. Ukiomba leo uikose kesho, basi itabidi utafute nabii akuonee. Ukiomba kesho uone sio sawa, unakosa imani na Mungu wako, unapoteza matumaini. Haleluya. Mungu wetu sio Mungu aina hiyo Bwana. Watu wa Mungu, Mungu wetu ni Mungu anasema ya kwamba hata kama utaona nimechelewa, usinyamaze, kwa sababu bado mimi ninajua unanihitaji na unaniomba. Bwana Yesu asifiwe. Tusome mstari wa 25.
mstari wa 25, 15:25. Biblia inasema hivi, ati kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya jumuiya yote ya Waisraeli, nao watasamehewa kwa sababu watasamehewa kwa sababu si kosa lililokusudiwa, na wameleta sadaka yao, sadaka ya kuteketezwa kwa Mwenyezi Mungu kama dhabihu na sadaka ya kuondoa dhambi kwa ajili ya kosa lao. Jumuiya yote ya Waisraeli pamoja na Wakeni wanaoishi nao watasamehewa kwa sababu wote walihusika na kosa hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine nikiwagusa kwenye toba, huwa ninapenda kuambia kwamba tutubuni dhambi ambazo tunazijua na dhambi tusizozijua. Na ndio unaona Biblia inatuambia kwamba na hiyo sadaka kwa sababu mumeitoa, na hiyo nadhiri kwa sababu mumeitimiza, basi kuhani atawasaidia kuelekeza kwenye toba. Na hiyo toba ndio tumekuwa tunaendelea naye. Tumeendelea naye kwa siku 7. Tukitubu mbele za Bwana. Tukimwambia Bwana tusamehe. Tukimwambia Bwana tutakase. Kwa siku 7 tumekuwa tukililia Bwana. Hiyo toba ambayo tumekuwa tukiomba, hiyo toba ambayo tumekuwa tunafanya, tumekuwa tunatubu hata zingine hatusijui. Wakati mwingine mlililia taifa, hata mjui taifa lilifanya dhambi ache. Hata wakati mwingine mko mnalilia familia zenu. Wakati mwingine mtu alianguka chini akasema nimefanya usherati, na sio yeye alililia ndugu yake, alililia marafiki zake. Tulitubu toba, tulitubu dhambi hata ambazo hatukuhusika. Tulitubu dhambi hata ambazo hatukushiriki. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo Bwana anasema nitawatakasa mpaka Wakeni. Kwa sababu alisema hata Wakeni waniletee hiyo sadaka. Kwa sababu wakati mlifanya dhambi, hata Wakeni walifanya dhambi. Wakati mlifanya kosa, hata Wakeni walifanya kosa. Kama ni mimi nilikosea kwa hii madhabahu, ujue kanisa yote mlikosea, mnahitaji toba. Bwana apewe sifa. Kama ni mshirika mmoja kwenye hili kanisa aliasi, sisi sote tuliasi, tunahitaji toba, kwa sababu amesema hata Wakeni wenye wataingia wote wamefanya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Wenda unaanza kusema na mimi nilipata maombi ya toba akiendelea, kwa hivyo mimi siko, ni hata sijua naomboleza kwa sababu gani, mimi nilikuta toba ikiendelea. Hapana, wakati uliingia ulinachizika, hata wewe uko kwenye toba. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio wakati mwingine tunaambiwa hata kwamba wakati unatembea unachunga watu wenye unatembea na wao, wanaweza wakakunajisi. Tutakatazwa kutembea nao, lakini tutembee nao kwa hatua ya kwanza na ya pili. Tuwasaidie kubadilika wakuja kwa Bwana. Lakini usipochunga watakubadilisha wewe uende upande ule mwingine. Kwa hivyo tunahitaji toba. Tunahitaji kumtafuta Bwana. Anasema nitawasamehe wote, nitawatakasa wote, kwa sababu nimesikia mimi mwenyewe. Haleluya. Kwa sababu nimesikia mimi mwenyewe, na nimekubali kuwasamehe, nimekubali kuwatakasa, nimekubali kuwarehemu, nimekubali kuwarejesha, nimekubali kuwasamehe. Kwa hivyo wakati tutakuwa tunajitolea kukuja katika agano la Bwana, katika agano letu sisi na Mungu, tukuwe na mazoea ya kufikiria kufanya kitu, tukuwe na mazoea ya kufikiria vile tutafanyia Bwana, kwa sababu kuna hatari. Kuna maadui ambao walisimama na wakaweka ukuta na wakachua sisi hatutapita mahali pale. Hizo ukuta zimewekwa ili ikiwezekana tumalizike, lakini ni lazima mtu wa Mungu katae.
Ni lazima mtu wa Mungu unene na kinywa chako, useme mimi nimekataa. Unajua wakati mwingine huwa mtu anakimbia akienda kutafuta msaada. Kitu kenye nitakusaidia leo, wakati unaenda kwa mchungaji, wakati unaenda kwa nabii, wakati unaenda mahali popote, ukienda ili uombewe, kenye wao tunafanya, tunafunguanga laini yako wewe na Mungu, tunakuconnect na Bwana. Lakini kuna vifungu fulani unafaa usikate wewe mwenyewe, kwa sababu madhabahu ya kwenu sijui msingi wake. Ni lazima mwambie Bwana, hiyo roho ninaiona, ninaikata. Na hiyo mambo haiwezi malizika leo. Bwana apewe sifa. Hata ukiwa kwa barabara ukitembea hivyo nakumbuka na hii kitu siniona, babangu alinunua gari akakaa naye miaka 2. Hiyo gari ikafanya accident na ikapotelea kabisa. Hiyo roho ninakataa. Ninafunga, nitanunua gari na nitaitumia na haitafanya makosa. Nitakaa naye milele. Bwana Yesu apewe sifa. Unakataa. Siku nyingine unatembea hivyo unasikia, babangu alijipanga akaenda kununua ng'ombe. Hiyo ng'ombe ilipoingia hivi ikaipiwa, hapo hainunua ng'ombe tena. Unasema hiyo madhabahu ninakata siku ya leo, haitakuwa juu ya maisha yako, unakatana nazo. Lakini sasa wewe unataka mimi nikatanishe madhabahu. Mimi nitafungua mbingu, nitaambia Bwana, huyu mwana amekuja, na kwa sababu ya hii madhabahu ninaharibu kila misingi, ninaharibu kila anga iliyosimama juu yake. Kwa hivyo nimeitingiza. Sasa uendelee kukatakata, uendelee kuimarisha katika jina la Yesu. Kwa sababu nikikutanganya, nikikwambia kwamba ati utamaliziwa mahali hapa, wewe utaishi kuhangaika, kwa sababu ya madhabahu ni strong. Tukiangalia katika kitabu cha Gideon, katika kitabu cha Waamuzi, Gideon anaambia kwamba hiyo madhabahu ya baba yako ni strong, lazima tuivunje mara ya kwanza na tutaivunja mara ya pili, na itabidi tumechinja ng'ombe ili hiyo madhabahu tuimalize. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya madhabahu ya Gideon, ya baba Gideon ni strong. Haleluya. Unajua wenda unaweza dhania ni mchezo. Madhabahu ya Gideon aliambiwa, mpaka Gideon akarudi nyuma hivi akamwambia Bwana, ninaomba unisaidie hapa, niruhusu hata niivunje usiku, kwa sababu mchana watu ni wengi. Bwana akamwambia ivunje basi usiku, kwa sababu ni kitu ambaye iko na risk, ni kitu ambaye imesimamishwa na wazee wa kitambo. Wewe unakuja kuiangusha leo. Kwa hivyo ujue itakaramika. Kama ni makoti, karamika mtu wa Mungu. Nilikwambia sadaka yenye tunalipa sasa mbele za Bwana, lipa sadaka, kwa sababu Yesu alikulipia damu. Hiyo damu iliyomwagika siku hiyo Yesu alikulipia. Sasa wewe ni kukaramika, kupiga makoti, kumwambia Bwana, kumkumbusha Bwana aondoe kila mawa, aondoe kila mitego, aondoe kila zilizosalia, asafishe hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku moja tulimba hapo imbo tukasema, kitu gani kitanitenga na Mwokozi Yesu? Tukasema kama ni pombe, hapana, nimekataa kabisa. Kama ni ulevi, hapana, nimekataa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ni lazima tuamue kuachana nazo kabisa. Kama roho ya pombe inakusumbua, mtu wa Mungu, kama kuna roho ya usharati inakusumbua, kama kuna roho yoyote ile inakusumbua, ienda ikawa ni madhabahu ya familia, disconnect, katana naye. Mwambie Bwana hapana. Mwambie Bwana acha ifike mwisho. Mwambie Bwana hapana. Mimi leo ninakuomba, ili jina hata sijui lilitoka wapi. Bwana safisha jina langu, niondolee mawaa, nitakaze niwe safi. Siliama Josiaya iwewe wachua, Siliama Josiaya iwewe wachua.
unajua. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka tuabudu wimbo moja katika jina la Yesu. Tuongozwe na worship tunapomalizia ibada yetu katika jina la Yesu. Bwana ni wewe, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Oh, ni wewe, wewe Bwana, ni wewe, wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana.